na tayari wameshalipeleka kwenye mamlaka na mamlaka ikitoa majibu basi Hussein Masanza anasema atakuja kutuambia baadaye. Mwalimu, kulikuwa na umuhimu wa pengine Singida Black Stars kuandika barua kwa bodi ya ligi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa waamuzi hasa katika mchezo wa juzi, ukizingatia tayari tuko dakika za jioni? Kuandika malalamiko au kutokuandika ni swala ambalo tuseme liko ndani ya uwezo wao tu. Unajua malalamiko sio rufaa, ni kulalamika pale ambapo unaona kwamba unahisi haujatendewa haki kwenye baadhi ya maeneo. Sasa kuna namna ambavyo wao issue wao ni malalamiko dhidi ya maamuzi, na kuna kamati ile ya waamuzi ambayo huwa inakaa na kufanya tathmini. Kwa hiyo mwisho wa siku nafikiri kwa vyovyote vile kamati inaweza ikayachukua malalamiko ya Singida Black Stars na kuyafanyia kazi. Unajua kulalamika ni kitu kingine na malalamiko yako kuonekana kwamba yanatija au hayana tija ni kitu kingine, lakini haki ya kulalamika hiyo ipo kwa sababu wao ni wadau wa mchezo, wameingia uwanjani, wamecheza. Mwisho wa siku wameona maamuzi hayakuwa hayakuwa mazuri kwa upande wao. Kwa hiyo swala la kulalamika ni swala ambalo ni la kawaida. Tena wao wameenda mbali kwamba wamelalamika kwa maandishi, lakini ziko timu nyingine ambazo tumeshuhudia mara kadhaa zinalalamika zaidi kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni njia tu mojawapo ya kufikisha ujumbe. Kwa hiyo tusubiri tuone wao wataambiwa watajibiwa vipi na mamlaka, na wao watakuja na jibu gani. Sawa. Na mwalimu, kwa hayo ambayo yanaendelea yanatija yoyote pengine kwenye soka letu? Mimi nafikiri mamlaka kuna namna ambavyo, kwa sababu ukiacha Singida ambao wamelalamika kwa kuandika barua lakini malalamiko ya waamuzi yamekuwa ni mengi sana. Ukiangalia msimu toka umeanza kuna mechi kadhaa ambazo zimechezwa, baada ya mechi kutamatika manunguniko na malalamiko yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo bado kuna namna ambavyo kama unavyoona mamlaka zinazosimamia kwa bana ya bodi ya ligi na labda na shirikisho la mpira wa Tanzania TFF, kuna kitu ambacho wanatakiwa waone kwamba bado kuna changamoto kubwa ya waamuzi kufanya maamuzi mengi yanayoleta utata kwenye mechi nyingi. Of course kuna matukio mengine ambayo unasema kwamba bana hapa waamuzi kweli bana, kama ingekuwa VAR angeweza pengine wangefanya maamuzi tofauti, lakini bado kuna matukio mengine ambayo yametokea ambayo unajiuliza swali kwamba hata muamuzi hakuona, labda line muamuzi wa katikati hakuona, vipi muamuzi msaidizi hakuona. Kwa hiyo yako matukio ambayo nafikiri mamlaka zinazosimamia mpira kuelekea kwenye msimu unaokuja, kwa sababu bado ligi yetu inaendelea kukua. Kwa hiyo once unapoona kuna malalamiko mengi ambayo watu wanayalalamikia, basi kuna namna ya kukaa chini na kuona namna gani kama si kumaliza basi hata kupunguza. Na njia mojawapo ya kupunguza ni kuwa tunasema nini, kuchukua hatua stahiki kwa wale ambao wanafanya maamuzi mengine ambayo yanaonekana ni uzembe, lakini pili ni kuendelea kuboresha tunasema kuboresha zile kozi zile, manake watu ambao wanavuka kwenye zile kozi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, basi wao wamewiva kweli. Maamuzi paka anafikia hatua anapewa beji ya FIFA, au maamuzi amepewa haya amefika kwenye level ya kuchezesha mechi za ligi kuu, basi aonekane kweli ni muamuzi ambaye yuko vizuri.